Naam, karibu kabisa katika Campus Leadership Talks, sehemu pekee ambapo unakutana na viongozi wa serikali ya wanafunzi kutokea kwenye kampasi ama vyuo mbalimbali. Na leo kwa heshima na kipekee kabisa tupo katika chuo cha ustawi wa jamii tayari kabisa kuweza kuzungumza na rais wa serikali ya wanafunzi kutokea chuoni hapa. Naomba tuanze kwa pamoja safari ya kimafanikio. Mimi naitwa Miken M. Yes, mtazamaji, kama nilivyotoka kuelekeza, tupo katika chuo cha ustawi wa jamii. President, habari yako? Salama tu, habari za leo? Mzima kabisa. Mambo hapa yanaendeleaje? Salama kabisa, karibuni sana chuo cha ustawi wa jamii. Okay, fine. Sasa naomba ujitambulishe kwa mtu ambaye hakufahamu au kwa mtu ambaye kwa mara ya kwanza leo ndo anakuona. Mimi nafahamika kama Zidane Fadhili Abdallah. Mimi ndio rais mwenye ara ndogo wa chuo cha ustawi wa jamii. Yes, karibuni sana chuo cha ustawi wa jamii. Mimi nasoma bachelor degree in social work mwaka wa 3. Yeah. Yes, karibuni sana. Okay, Zidane, we ni mtu wa wapi? Kiasili kabisa mimi ni mtu wa Dar es Salaam hapa. Yes. Yeah. Mimi kabila langu ni Mzaramo. Yes, kwa hiyo mimi nimezaliwa hapa Dar es Salaam. Yeah. Yes, na nimekulia hapa. Sisi kwetu ni Mguruni tu. Na kwa sasa hivi unasoma mwaka wangapi? Kwa sasa hivi niko mwaka wa 3 hapa chuo cha ustawi wa jamii. Yes, nilianza hapa tangu 2020. Nilianza certificate mpaka leo hii niko mwaka wa 3, na mwaka huu Mwenyezi Mungu akijalia naenda kumaliza kabisa masomo yetu. Umeniambia faculty ambayo unaisoma ni social work? Social work. Kwa nini social work? Mimi napenda sana kusaidia jamii. Yes, na kozi yangu inaniruhusu moja kwa moja kabisa kuwa sehemu ya watu, kuleta chachu katika jamii. Kwa hiyo kwa sababu ni mtu ambaye anapenda kugusa furaha za watu wengine, basi social work ni sehemu sahihi kabisa ya kufanya hivi. Na kwenye kusaidia jamii, ndoto gani kubwa ambayo wewe unayo hadi ukaamua kusoma social work ili usaidie jamii? Ndoto gani kubwa ambayo unayo? Okay, mimi kwanza ndoto yangu ambayo sijawahi kumwambia mtu yote, leo inakuwa ni siku ya kwanza na discuss. Mimi niko natamani wale wote ambao wanakosa furaha, basi mimi niwape furaha. Yes, niwaguse watu wote, warika lote, hasa tunasema marginalized group kwenye social work, yale makundi ambayo yamesahaulika au watu tunasema ni disadvantaged groups. Kwa hiyo mimi natamani yani vile ambavyo mimi nakuwa happy, basi nione jamii pia inakuwa happy. Nao pia wanapata furaha kama wanapata wewe. Sahihi kabisa. Ni kitu kizuri. Sasa tukija kwenye uongozi, kabla hujafika hapa kwenye chuo cha ustawi wa jamii, ndio uko mwanzoni ulishawahi kuwa kiongozi? Sahihi kabisa. Yes. Naomba utuelezee ulikuwa kiongozi, ulikuwa na cheo gani? Okay. Uongozi nilianzaga kipindi niko shuleni. Ilikuwa ni shule ya sekondari, shule ya msingi sikuwahi kuwa kiongozi kabisa. Yeah. Yes, mimi nilisoma shule ya msingi darasa la kwanza mpaka la pili, ila la Boma pale kuna shule inaitwa Mkoani. Nilianza pale, baadaye familia ilihamia Kinyerezi Tabata kule. Kwa hiyo kule nikaendelea darasa la 3 mpaka la 7 shule ya msingi Kinyerezi, lakini form 1 mpaka form 4 pale Kinyerezi sekondari. Kwa hiyo wakati niko kule wakati tunaingia tu mwaka ule wa kwanza ule wa form 1 nilichaguliwa kuwa timekeeper. Kwa hiyo pale ndo nikaanza hizo harakati za kuwa katika nafasi za uongozi. Kwa nimekuwa timekeeper kuanzia form 1 mpaka form 4. Yeah. Niko sije kubadilika. Kwa hiyo nilikuwa timekeeper katika kipindi kile chote. Kwa hiyo imenisaidia mimi kupenda uongozi. Kwa hiyo baada ya pale tukaja kwenye maisha ya kinyumbani. Sisi kwetu kidogo ni watu ambao walolezi zaidi katika masuala ya chama. Walolezi. Watu wa chama. Wanapenda sana chama. Okay. Na mimi naweza nikasema nimelelewa kabisa katika misingi ya Chama cha Mapinduzi. Okay, fine. Okay, hapo nimekuelewa jinsi ulivyoelezea vizuri. Sasa baada ya kufika hapa chuoni Institute of Social Work, mara ya kwanza ulikuwa ni mwanafunzi wa kawaida. Sasa kitu gani ambacho kilikushawishi hadi ukaamua kugombea? Okay. Ni kwa sababu ya nafasi ambazo nishawahi kushika hapo pia nilipoanza chuo. So mimi nilipofika tu chuo, wiki ya kwanza tu nilichagua kuwa mwakilishi wa klabu ya social work. Ya sisi chuoni kwetu hapa kuna kozi 8, lakini kuna idara ziko 4. Kwa zile idara zile
kila idara ina hizi club, academic club. Kwa hiyo kuna idara moja ambayo nasomea mimi ya social work, kuna club ya social work. Kwa hiyo nikaanza kuwa mwakilishi wa darasa. Baada ya kutoka kule kwa mwakilishi nikapita huko nika katibu afisa habari wa club. Kwa hiyo nikatoka hapo nikawasusiana mbunge, nimetoka kuwa mbunge wa darasa, baadaye nikaja kuwa naibu waziri wa elimu, nikaja kuwa waziri wa elimu, lakini sasa hivi ndio president wa wanafunzi. Upo top. Kwa hiyo zile hatua za uongozi zote mimi nimezipitia kwa kweli, za hapa chuo. Na ni jambo jema kwa sababu ukuaji mzuri unaonyesha lazima upite hatua kwa hatua. Inakuwa ni kitu kizuri sana. Sasa katika maisha ya uongozi ambayo umenielezea, changamoto zipi ambazo ulishawahi kukutana nazo? Changamoto ni nyingi. Ndio hizo nyingi, naomba utuelezee. Lakini kwangu mimi changamoto nazichukulia kama vile funzo. Yes, kwa sababu ukiniuliza changamoto lazima nitakuuliza na dhamira yangu ya kutaka kuwa kiongozi. Dhamira yangu mimi nilikuwa natamani sana, yani katika maisha yangu ya uongozi nilikuwa na dhamira ya dhati kabisa ya kuwasaidia wenzangu, kwa sauti ya wale watu wengine. Ukishakubali kuwa sauti ya watu wengine, katika 100%, sio zote zitakupenda. Katika zile 100 unaweza kukuta kuna 20% wao hawaungani na wewe kabisa. Kwa changamoto mimi naweza nikaichukulia kwanza ni zile hali ambazo unatamani kufika sehemu fulani, lakini kuna obstacle ndogo ambazo zinakufundisha kwamba kufika kule si kwepesi, lazima uzipitie ili ufike vizuri. Kwa hiyo kuna changamoto ya kwanza kabisa ni kutokukubalika. Kwa kuna kundi fulani hivi, yani hilo limejiandaa hata ufanye mazuri gani. Ni watu wachache lakini. Watu wachache. Yani hao watu ufanyeje? Wao hawapo pamoja na wewe. Au washasema kabisa kwamba sisi hatumpendi. Lakini changamoto nyingine ambazo hizi nadhani hata watu wengine pia wanazifahamu. Ukiamua kuingia kwenye siasa, changamoto namba moja ni scandal. Yes, nimezushiwa vitu vingi sana. Nimezushiwa vitu vingi. Kuna wakati hivyo bwana wanapendwa sana na walimu huyu. Huyu bwana, maana mimi ni mtu ambaye nilikuwa nashinda sana library. Umeona sasa hapa chuo kuna kundi fulani hivi la michezo. Kwa watu wakasema huyu anaweza asiwe supported kwenye masuala ya michezo, atakuwa amebezi zaidi katika mambo ya kitaaluma sana, education na vitu kama hivi. Kwa hiyo pia imekuwa pia ni changamoto. Changamoto nyingine pia wale ambao unagombea nao. Nao pia wamejipanga. Umeona, huwezi jua mtu ana nguvu gani. Umeona, kuna wakati ndo kama hivyo, kuna kwa lack of support. Umeona, mtu mnakubaliana kabisa bwana tunaenda wote. Baadaye katikati anakusaliti, anavulisha siri. Kwa hiyo pia hizo ni changamoto. Lakini sasa nikiwa katika uongozi hapa, miongoni pia changamoto pia ni resources. Masuala ya budget. Yes. Sababu mimi baraza langu nadhani lina watu wachache sana. Mimi ukijumlisha mimi rais pamoja na ile executive watu watatu, kushuka mpaka kwa manaibu mawaziri, sisi hatuzidi 30. Tuko 28, 29 hapo. Ni watu wachache. Lakini sasa kwenye ule uchache mtu anakutumikia, umeona, malipo, posho, nini, na unajua sisi tuko pia chini ya uongozi wa management. For sure. Kwa hiyo pesa hazitoki hivi, lazima nao pia waelekeze utaratibu, procedures, zifuate zile zote zile. Na ukiangalia sisi kwenye serikali yetu, nadhani ndo tunaweza tukawa ni serikali ya kwanza ambayo inafanya vizuri. Tunafanya vizuri, lakini kutumia kitu kinaitwa financial regulation. Safi sana. Sasa wakati nakuulizia changamoto, umezitaja changamoto nyingi sana. Sasa katika hizo changamoto ambazo umezipitia, changamoto ipi ambayo mwenyewe ulishawahi kuipitia ukaona hapa sasa hata uongozi wenyewe naweza nikauacha, kwamba hiyo changamoto ilikuwa ni kubwa, maji yalipofika shingoni? Sasa naweza nikahitaji hii kipindi ambacho tunagombea. Nadhani itakuwa imekaa sawa. Wakati ndo tunaenda katika harakati za kugombea. Au hiyo changamoto ulipitia wewe, sio nimepitia mimi yani. Sasa nitahitaji kama mbili. Ya kwanza nitahitaji hii kabla, wakati ndo niko katika harakati za kugombea, lakini nyingine nitahitaji baada. Wakati sasa ndo nipo kwenye uongozi. Sasa wakati tuko katika harakati za kugombea, ndugu yangu pale. Sio mnakuwa na timu. Ni kweli. Yes, timu inaika matumaini makubwa sana kwako. Inaamini kabisa
hapa kupitia Zidane tunaenda tunashinda kabisa kiti cha urais. Sasa na mimi pia kulikuwa na ndugu zangu ambao nje ya wale ambao nakaa nao, kuna wengine nakaa nao wao ndo washauri ambao wasioonekana. Walikuwa wanasikia taarifa kuhusiana na mimi, taarifa nyingi yani mbaya hivi. Sasa unajua ndo walikuwa wananisupport scandals hivi. Hivi shei kusikia mtu ambaye anakusupport hapa akwambia kwa hiki nilichokisikia hapana, sitaki tena. Sasa hiyo ilinitokea mimi. Mmoja kati ya watu ambao walikuwa wananisupport kwa ukaribu kabisa, lakini ni watu ambao hawaonekani au wako behind, aliniambia kabisa kwa hichi nilichokisikia kwa kweli umenivunja nguvu. Muda huo hapo timu yangu tayari ishajipanga, kesho tunaenda kurudisha form. Mimi huko naambiwa vitu kama hivyo. Kwa kweli nikasema Mungu wangu. Mbona sasa kama vile ule uchaguzi ambao nilikuwa naenda kushinda naenda kufeli. Lakini baadaye jioni akanipigia simu akaniambia basi nimekusamea, ukabadilishe ukamaliza. Hapo sasa funzo gani ambalo ulilipata? Funzo ambalo nilipata kwanza, nisikubali kukata tamaa mapema, kwa sababu baada ya kuambiwa vile mimi sikwenda kuambia timu yangu. Nilinyamaza kimya. Mimi nikaendelea tu kuambia timu yangu tuendelee na maandalizi. Japokuwa nilishaambiwa kwamba hatutakusupport. Umeona? Nikaambia timu tuendelee na maandalizi. Baadaye nimepigiwa simu, basi nitaendelea kukusupport. Kwa hiyo maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo sasa kwa tafsiri hiyo, wewe una ushauri gani kwa mwanafunzi ambaye anatamani au ana ndoto kubwa ya kuwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi? Unamshauri nini kutokana na hizo changamoto ambazo amezipitia? Kwanza kabisa asikatishwe tamaa na maneno ya watu, kwa sababu sio kila mtu anapenda mafanikio ya mtu. Na ndio maana mimi napenda sana kupromote result nje ya process. Ukianza kuonyesha process, mimi naona vijana wengi sasa hivi wanatamani kuwa katika nafasi za serikali ya wanafunzi. Hebu samani kidogo, naomba kueleze vizuri. Unapenda kupromote result kabla ya process. Yaani hapo unamaanisha nini? Wakati naenda kutafuta kitu, simwambie mtu kama kitu fulani naenda kukitafuta. Nikishakipata sasa ndio namwambia sasa hiki nilichokipata ni kwa sababu ya njia 1, 2, 3 nilizozipitia za chini ambazo hujazionyesha kabisa. Kabisa. Kwa hiyo wakati natafuta kile kitu huaga najua mwenyewe na kitafutaji. Nikishakipata sasa hapo ndo mnaweza mkakiona. Fine. Endelea kumshauri yule mtu ambaye anatamani au ana ndoto kubwa ya kuwa kiongozi. Kwanza kabisa asiwe mtu wa kuexpose hatua zake anazoziendea kufikia mafanikio yake, kwa sababu sio kila mtu anapenda kile ambacho wewe unachokifanya. Kwa hiyo tujitahidi pia kuwa wepesi sana kutunza siri. Jambo lingine pia tusibebeshwe chuki au uhasama wa mtu mwingine, kwa sababu kila mtu ana imani yake kwa mtu anayemwamini yeye. Kwa hiyo kuna mtu mwingine unaweza kuona kabisa akuhitaji au akupendi, sawa? Sio lazima nayo muishi kama umpendi. Umeona? Kwa sababu people change. Umeona? Kwa hiyo pia tukubali kwenye hilo, lakini pia tukubali pia kushauriwa. Mtu anapokuwa anakushauri kwamba kitu fulani si sahihi, basi tusikiendee. Kwa hiyo pia inaweza ikamsaidia mtu, lakini pia awe tayari kukabiliana na changamoto zozote hizi ambazo zinakuja mbele. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anapokutana na changamoto akati tamaa, anazitumia kama sehemu ya daraja kumvusha kwenda sehemu nyingine. Ni kitu kizuri sana. Wakati unanielezea historia yako ya uongozi, naona kabisa kuna steps ambazo umezipitia hadi hapo ukafika. Sasa kwa upande wako, kiongozi ili awe ni bora kwako, itabidi awe ni kiongozi wa namna gani? Kwanza ajifunze. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anajifunza, kwa sababu we are not perfect. Lazima pia ujifunze, ukae na watu ambao wamekuzidi. Mimi ni mtu ambaye nikiamka asubuhi lazima nifungue simu yangu, sawa, niangalie magazeti. Siku hizi kidogo teknolojia imekuwa. Ingia tu kwenye simu, unaweza kupitia magazeti, taarifa mbalimbali. To follow viongozi, tufuatilie the current issues ambazo ziko, ndio tunaweza tukajifunza. Yaani uwezo kwa kiongozi tu ambaye haujifunzi. Tutumie muda pia kwa kureview video mbalimbali za viongozi ambao wamepita huko nyuma, kina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Barack Obama. Ni watu ambao wamezungumza vitu vingi vikubwa ambavyo tunaweza tukavitumia. Malcolm X, wameongea vitu vingi sana. Martin Luther King, ni watu ambao wamezungumza vitu vingi sana.
Kwa hiyo tukipata nafasi nzuri ya kusoma au kusikiliza vile vitu ambavyo wao wamevizungumza, itatusaidia na sisi pia kujijenga zaidi. Lakini pia tuwe tayari pia kukosolewa. Huwezi kuwa kiongozi mzuri kama hutaki kukosolewa. Mimi mwenyewe pia nipo hapo kwenye baraza, kuna wakati kama wiki 2 zilizopita nyuma. Waziri mkuu aliitisha kikao cha kunisema wewe. Kwa hiyo nimekubali, wamenisema kuna vitu fulani hivi na hivi. Mkaongea na mmeyamaliza tayari. Mmeyamaliza. Kwa hiyo vitu kama hivyo tuviruhusu pia. Ni kitu kizuri. Sasa wakati chuo chenu nakifuatilia pamoja na wewe mwenyewe pia, ndio nimegundua kuwa kuna matamasha mengi ambayo mnakuwa mnayandaa. Mfano kuna hii Halotel Bonanza, kuna Friday night party. Hizo ni nyingi of course. Sasa haya matamasha yana faida gani kwa wanafunzi? Sawa. Asante, swali zuri sana. Purpose namba 1 kuja chuo hapa ni kusoma. Hiyo ndio namba 1. Lakini hatuwezi kuweka mbali michezo na wanafunzi. Ni ngumu sana. Kwa sababu sisi kuna michango ambayo wanafunzi wanachangia katika sport and game. Sisi wanafunzi wetu wanapenda sana entertainment. Yaani ukisema leo hii burudani, huku kuna academic competition, huku kuna interclass utawapata watazamaji wengi kuliko academic competition. Kwa hiyo ni kitu ambayo hauwezi kuikwepa hapa chuoni kwetu. Kwa hiyo kwa kuwa tunalifahamu hilo, na sisi tunajitahidi sana, tangu niingie mimi najitahidi sana kuzingatia furaha ya watu wangu, kwa sababu wakati naomba kula pia walini insist tunakutegemea ukienda kule sekta ya michezo iboreshe. Na wewe kawaidi pia. Ni kawaidi, yes. Kuna vitu kama welcome first year. Tulivyofika tu baada wale wa mwaka wa kwanza kuingia, tuliofanyia ile tamasha lao. Kulikuwa na michezo ya mpira, kukimbiza kuku, kuvuta kamba, netball. Baada ya hapo tukawapeleka pens down. Friday night pens down. Friday night. Lakini pia kuna bonanza kama la Halotel. Tuliingia nao ubia, tukaja ukafanya bonanza hapa, na tulianza hapa mechi ya kwanza tucheza na chuo cha kodi. Mechi ya pili tucheza na chuo cha ardhi pale university, na tukaibuka washindi kwenye lile bonanza. Kwa hiyo pia ni sehemu ya wanafunzi wanapenda pia entertainment. Lakini pia kuna michezo kama hiyo interclass competition. Pia ni sehemu pia ya michezo ambayo tunaiandaa chuo. Ni jambo jema. Sasa wanafunzi kuna fursa gani ambazo wanazipata sasa kwenye haya matamasha haya? Sisi wanafunzi wetu wengi wana vipaji. Nashukuru Mungu, uzuri wana disclose wenyewe. Mtu anakufuata tu, bwana president, bwana mimi naimba. Bwana president, labda mimi nacheza, mimi na dance. Kwa hiyo tunapokuwa tunaandaa ile matamasha, watu wa kwanza kabisa kuwa consider ni wale watu ambao wapo ndani wa nyumbani, umeona. Kwa hiyo tunawaandalia zile concert, wanakuja pale kwenye majukwaa, wanaonyesha vipaji vyao. Lakini mimi pia nimekuwa ni mtu wa karibu kwao, kwa link na watu ambao wanafanya media hizi. Utakuta kuna wakati tunawapeleka kwenye television huko, sitamani kuzidisclose, wakaonekane wanaenda huko wanaimba. Lakini pia waziri wangu mkuu ni mtu kidogo wa burudani. Kwa naye pia anajitahidi sana kuwa nao karibu kwa kiasi kikubwa, na anakaa nao mara kwa mara, na anasikiliza changamoto zao, vitu gani wanavyotaka. Kwa hiyo lengo tu, no one left behind. Kila mtu afike kule ambapo anatamani kufika. Na unahisi kwa wanafunzi ambao wanasoma hapa chuoni ni jambo jema kwa wao, kwa wanafunzi ambao wana vipaji, unahisi ni vizuri kwa kipindi hicho wao wanaonyesha vipaji vyao, kipindi hiki ambapo wako chuo wanasoma? Sahihi kabisa, kwa sababu chuoni kuna fursa nyingi. Kuna wakati hivi wanakuja wageni, kama hivyo Halotel walikuja, kuna wageni tofauti wanakuja. Kwa hiyo yale matamasha tunavyokuwa tunayaandaa, sawa, anapopata nafasi pale ya kudemonstrate kile kitu ambacho yuko nacho, huenda labda Halotel wakavutiwa nao, au wageni waweza wakavutiwa nao wakampenda, kipindi hicho ambacho yuko chuo. Lakini tu ninachowasisitiza wasisahau kusoma. Wafanye vipaji vyao, wafanye usanii wao, lakini wakumbuke kabisa kwamba kuna kitabu moja, ni kitabu. Lakini mimi sikawakatishi tamaa kabisa katika masuala mazima
ya talent. Yes, na kwa sababu naziona talent zao naamini kufika mbali. Unaamini kwamba wanaweza kufanikiwa? Kabisa. Kabisa. Okay, jambo jema. Lakini pia wakati nakufuatilia pia nimegundua kipindi upo waziri wa elimu, kwa sababu kabla hujawa president ulikuwa ni waziri wa elimu. Ndio. Ulikuwa ni mtu ambaye una link, una connection na vyuo vingine, hususan kwa serikali za wanafunzi. Mfano siku moja ulienda TIA. Unahisi kuna umuhimu gani au tija ipi ambayo ipo kati ya kuwa na connection na mahusiano wa karibu baina ya serikali ya wanafunzi ya chuo kimoja na serikali ya wanafunzi ya chuo kingine? Kuna faida gani ya kuwa na connection? Swali zuri sana. Mimi nimekuwa ni mtu wa kuamini sana katika mahusiano. Mimi napenda sana kuinteract na watu ambao wanafanya nao kitu kimoja. Kwa sababu ndio sehemu ya kujifunza. TIA kipindi kile nilienda, alikuwa ni rafiki yangu Marcelo pale Chaz. Alikuwa pale, ni rafiki yangu sana. Nilienda pia kupata exposure. Sababu yeye alikuwa tayari ameshakaa almost 1 year. Umeona? Kwa hiyo amekaa anafahamu vitu vingi. Umeona, nilienda kujifunza namna gani ambavyo wanaendesha serikali za wanafunzi. Kwa hiyo mimi nashauri hata marais wengine wakipata nafasi waende kwenye vyuo vingine wakajifunze. Wajue zaidi wao wanafanya nini, itawasaidia pia kuboresha katika serikali zao. Kwa hiyo mimi napenda sana kuinteract na marais wenzangu na nawaheshimu sana na nawapenda sana. Na ukiangalia mimi naweza nikawa ndio rais ambaye nimetembelea vyuo vingi sana. Hasa vya Dar es Salaam hapo. Vyuo vingi sana na mawasiliano nao sana. Mahusiano nao tena mazuri kabisa. Ni jambo jema. Sasa lakini pia kitu kingine, wewe ni kwa sasa hivi wewe ni president. Mwanafunzi pia unasoma hapa katika chuo cha Institute of Social Work. Ndio. Lakini pia tukija kwenye upande wa siasa pia wewe ni mtu ambaye umejiingiza kwenye masuala ya kisiasa, Chama cha Mapinduzi CCM. Ndio. Sasa hivi vyote vitu vitatu hivi unawezaje kumanage muda na ukawa unasoma na performance yako bado inaonekana ipo vizuri? Sahihi kabisa. Hilo swali huwa naulizwa sana watu wengi sana. Ni kweli kuna wakati huwa inanishinda. Lakini kwa kuwa niko committed na najua kabisa hivi vitu vyote nimevibeba mimi mwenyewe. Kwa hiyo sina namna zaidi tu ya kuwa tayari kuvitumikia. Kuna wakati naweza nikawa niko darasani napigwa simu nje. President unahitajika. Uzuri mimi nina mahusiano mazuri na walimu wangu. Nawezaje sasa kumanage? Kwa kuwapa taarifa na wafahamisha naomba sana walimu wangu nina emergency fulani. Maana natakiwa sehemu fulani. Kwa hiyo najitahidi sana kuwa transparent pale ambapo zinapotokea dharura. Lakini kama kutakuwa hamna dharura yoyote, basi nahudhuria vipindi na nafanya shughuli zangu nyingine. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho nachokifanya ni kufahamu muda sahihi wa kufanya kitu sahihi. Kama huu muda wa kuingia darasani, basi nahakikisha naingia darasani. Kama huu muda wa private studying, kusoma mwenyewe binafsi, basi nasoma mimi binafsi. Kama huu muda ni wa majukumu ya serikali ya wanafunzi, basi nafanya majukumu ya serikali ya wanafunzi. Kama ni muda wa chama, basi nafanya mambo ya chama. Uzuri kwenye serikali ya wanafunzi, mimi ni msimamizi mkuu. Lakini nina baraza la mawaziri ambao kila wizara ina waziri wake na naibu waziri. Kwa hiyo mimi naamini wao wenyewe wanajitosheleza. Mimi tu ni backup ile. Kufanya kazi. Mimi ni backup tu. Kwa kuamini wao wanaweza kufanya shughuli zao, basi hii inanisaidia sana. Mimi nimewaamini sana mawaziri wangu kweli. Waziri wangu mkuu pia na yuko nao karibu sana. Kwa hiyo hata marais wengine pia na washauri waamini sana watu ambao wamewateua. Wale ambao wanawasaidia majukumu. Sababu mimi vitu ni vingi. Mimi siwezi kuwa waziri wa michezo, siwezi kuwa waziri wa katiba na sheria. Kwa hiyo wale ambao wapo katika zile nafasi zao wanafanya majukumu yao vizuri. Na ndio maana mimi najitahidi kidogo kupata hata muda hata kuingia darasani, kufanya mambo mengine, kuwa na familia pia. Una familia? Baba na mama. Sawa. Kuna kitu kimoja hichi kitu of course appreciate sana kutoka kwako. Je, ukiachana na kuwa rais, alafu ikitokea mmefanya mitihani, matokeo yanavyotoka ikionyeshwa pale orodha ya wanafunzi bora, alafu president yupo pale namba 1 au namba 2, of course ni kitu kizuri sana. Ndio. Sasa unahisi wanafunzi wengine ambao utakuta mwanafunzi hana majukumu makubwa, yani mwanafunzi wa kawaida tu. Lakini sasa kitaaluma kidogo hafanyi vizuri. Wewe unahisi kitu gani ambacho wanakosea? Unahisi wakirekebisha makosa wanaweza kuwa wanafanya vizuri kitaaluma? Wakati naanza chuo,
Nitamu-acknowledge mwalimu wangu mmoja anaitwa Dr. Peter Mgawe. Yes, alishai kuniambia siku moja. Yeah. Kanuni ni 3 tu chuo. Sawa. Read. Kamaliza. Soma. Yeah. Mimi nashauri sana ndugu zangu tusome. Tunajua pia tuna vitu vingine vya kufanya, lakini kitu kilichotuleta chuo ni kusoma. Yes, mimi ni kweli ninakuwa na mitikasi ya uongozi, chama, siasa, lakini inapokuja swala wiki 2-3 UI iko mbele, nasimama kabisa, naongoza group discussion langu, tunasoma, tunajiandaa. Hapo hata uongozi waga nawekaga pembeni. Kwa kuwa nafahamu kabisa kuna kusoma, ile sound inanitembea kila wakati kichwani mwangu. Kwa hiyo waga na focus na hiyo. Kwa hiyo nawashauri wanafunzi wenzangu wa chuo cha ustawi, hata wale ambao wako katika vyuo vingine, yes, ndio tunapenda uongozi, tunapenda siasa, lakini tusome. Yes, nafasi hizo ambazo ziko huko juu, bila elimu tutaishia tu kwa marais tu na viongozi wa serikali ya wanafunzi, hatutafika kule ambao tunatamani tufike. Serikali ya wanafunzi ambayo imepita ama rais mstaafu ambaye amepita baada ya yule ukafuata wewe, kuna changamoto ambayo alikutana nayo. Alichukuliwa hadi akapelekwa polisi kwa sababu changamoto ambazo zilijitokeza. Hebu naomba tuelezee kwanza ilikuwaje hadi akachukuliwa akaenda polisi, mara hela za wanafunzi. Hebu naomba utuelezee kwa uchache ilikuwaje? Hiyo taarifa mbona sijui. Actually bana, sidhani kama ilikuwa katika mantiki mbaya. Ilikuwa tu katika hali nzuri. Unajua wakati yeye anaingia, serikali iliyopita ilikuwa haina mwongozo wa manunuzi, haina mwongozo wa matumizi, ile tunasema financial regulation and procurement manual. Yani kulikuwa hazipo. Unajua ukiwa hivi vitu havipo, unaweza kujipangia matumizi tu wewe mwenyewe. Sasa kile kitu kama haujakifuata vizuri, kwa hiyo lazima kuna challenge utakumbana nazo. Kwa hiyo mimi nawashauri hata serikali inayokuja, mimi nadhani naweza nikawa ndo rais wa kwanza kuitumia vizuri financial regulations, kufuata misingi ya kanuni za chuo ipasavyo. Kwa hao wanaokuja, kama watazingatia kanuni, misingi ya matumizi, sidhani kama kuna changamoto yote watakumbana nayo. Kwa hiyo vitu kama hivyo huaga vinatokea tu, na ndugu yangu pia aliingia katika hiyo changamoto, lakini ni hali ya kawaida. Sidhani kama ilikuwa ni situation mbaya. Ilikuwa tu katika hali ya kawaida, ila unajua wanafunzi wanapokuza mambo. For sure ni kitu kizuri. Sasa ili kwa hapa tunazungumza kwa lengo watu wajifunze pia, sio kwa nia mbaya. Ndio. Wewe unahisi yule president kitu gani ambacho alikikosea na wewe umejifunza kutoka kwake? Transparent and accountability. Hakuwa transparent. Yaani ukiwa mwazi na mwajibikaji, hamna changamoto ya kukumba. Lakini pia trust watu uliowateua. Ndio pia narudia tena, trust watu uliowateua. Rais wa serikali ya wanafunzi ni msimamizi mkuu. Sawa, shughuli zote serikali ya wanafunzi kama katiba yetu inavyoeleza. Lakini kuna wizara ya fedha, kazi yake kusimamia manunuzi, mwana kusimamia mishahara, watu wanalipwaje, hizo posho zetu tunazopewa, zile activities, hiyo wizara ya fedha ipo. Kuna wizara ya katiba na sheria nini. Kwa hiyo ukiwaamini wale, sidhani kama kuna changamoto yote inaweza ikakukumba. Transparent and accountability. Trust watu ambao uliowa appoint. Hamna changamoto ya kupata. Kitu cha mwisho naomba utoe ujumbe kwa wanafunzi ambao wanasoma Institute of Social Work. Wajifunze ujumbe mmoja ambao upo vizuri sana, wajifunze kutokana na changamoto nyingi ambazo zipo. Sawa. Kwanza kabisa mimi naomba niwashauri kitu kimoja. Mimi huwa naitoga sana chawa wa chuo cha ustawi. Mimi napenda sana chuo changu. Kwa natamani pia nao pia wawe wazalendo wa kupenda chuo chao. Wawe tayari kukitangaza sehemu yote pale ambapo watakapokuwa. Umeona? Kwa sababu usipokipenda cha nyumbani utakipenda cha jirani. Kwa hiyo love yourself ndio utaweza ku love others. Kwa hiyo mimi nawashauri pia wapende chuo chao. Ukiwa tayari katika mapenzi ya kweli ndani ya chuo chako, sidhani kama utakuwa tayari pia kuwa na changamoto kama hizo. Lazima utakuwa transparent kwa sababu una mapenzi ya dhati, ni mzalendo. Vile vile pia nawashauri
chuo chetu sisi kina kozi nyingi. Yes, tuna kozi 9. Umeona? Pia waambie watu mazuri ya chuo. Umeona? Sisi tumeingia serikali ya wanafunzi. Yes, kulikuwa hakuna barabara hapo. Nadhani mlipoingia mliona kuna pavings. Yes, mimi nilipoingia tu kitu cha kwanza kabisa nikahakikisha barabara paving zinawekwa. Nashukuru sana management ya chuo cha ustawi wa jamii kupitia Daktari Dr. Joyce Nyoni mzima. Yule mama ana upendo sana kwa kweli. Yes. Wametuwekea hapo barabara hiyo. Yes. Sasa hivi zile changamoto kwa sababu chuo chetu pia tuna watu wenye mahitaji maalum. Yes, watu wanaotembelea wheelchair. Unaona, kipindi kile kulikuwa hakuna hiyo barabara. Wao walikuwa wanapata changamoto. Leo hii tunaona mtu anatoka huku kwenda huku bila changamoto yoyote. Naam, President, of course tumezungumza vitu vingi sana. Sahihi kabisa. Kitu gani ambacho ungetamani kukizungumza kwa sasa hivi ili Watanzania ungetamani wavifahamu? Kwanza kabisa natamani sana sisi kwanza viongozi vijana ambao tuko katika hizo nafasi tufahamu kabisa uongozi si cheo. Yes, uongozi si cheo, uongozi ni dhamana. Umepewa dhamana kwa ajili ya kuwatumikia wengine. Tusijali sana maslahi binafsi ya sisi wenyewe, bali tujali maslahi ya wale ambao wametuchagua, kwa sababu kuna watu wengine wametuchagua hata hawatufahamu. Sijawahi kukaa na mtu kuzungumza naye au mtu aje kuzungumza naye, lakini amekuchagua kwa sababu ana imani kubwa na wewe. Kwa hiyo hizi nafasi tulizokuwa tumezipata tusizibebe mabegani. Tusiingie katika geti la chuo tukaanza kujionyesha kwamba sisi ndio marais miamba. Yes. Kwa hiyo tutumie kama vile platform ya kujifunza. Mimi nachukulia serikali ya wanafunzi kama sehemu ya kujifunza. Na ndio maana kila siku panapokucha asubuhi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hii. Najifunza katika hali ya kuwahudumia wenzangu. Kwa hiyo kama utaitumia vizuri kama sehemu ya kujifunza, kama dhamana, basi wale ambao waliokuamini hawatakuwa na mashaka na wewe. Vile vile pia napenda pia kuwafahamisha wanafunzi wenzangu na watu wote ambao wako katika hizi sekta ya elimu kwenye vyuo vingine. Tuwaamini sana viongozi wetu. Yes, tusiwe watu sisi vijana tunasema tusichomoleane mapanga, tusitengenezane short. Yaani tuwe watu wa kusapotiana. Tunapitia mambo mengi, tunasikia vitu vingi, lakini kwa kuwa tuna busara zile za kiuongozi, tunapokea na tunaendelea kujifunza zaidi. Kwa hiyo tuvumiliane. Hamna mtu ambaye mkamilifu. Kila mwanadamu ana weakness zake. Najua unatamani kuwa kama mimi kwenye nafasi yangu, lakini nafasi yangu mimi nimeipambania. Kuna ndugu zangu wananiombea dua, kuna wanafunzi wanaamini uwepo wangu mimi ni furaha kwao. Wakati unapambana kuja katika nafasi hii ambayo nilikuwa nayo mimi, tafuta njia nzuri ya kupita kufikia hii nafasi. Na si kunisema vibaya au kuwasema vibaya. Hata viongozi wa vyuo vingine pia na washauri wanafunzi wa huko vyuo vingine ambao wanajiandaa kupata nafasi kama hizi, watumie njia nzuri ya kupambana katika kupata nafasi hizi na si kuwasema watu wengine vibaya, kwa sababu unapokuwa unamsema mtu vibaya haikufanya wewe kuwa msafi. Yaani kumchafua mtu haikufanya kuwa msafi. Ili uwe msafi, jisafishe wewe mwenyewe kwa kufanya kazi. Fanya kazi. Fanya vitu. Tunapenda sana kuwa result oriented. Fanya vitu. Onyesha, watu watakuona tu. Mimi naamini wanafunzi wanaona. Mpaka mimi nimechaguliwa hapa kwa sababu wanafunzi wameona. Nimeshinda kwa kula, nimemzidi mtu kula kama 400 hivi. Watu ni wengi hao. Watu wameona ndio maana wamenipa nafasi hii. Kwa hiyo nawashauri hata wale wengine ambao wanatamani kuwa katika nafasi kama hii, basi watumie njia nzuri ya kutafuta hizi nafasi na si kumsema mtu vibaya na wala kumtengenezea mazingira magumu katika uongozi wake, kwa sababu hujui wewe unapoingia hapo maisha yako yatakuwaje katika hizo nafasi. Okay. Lakini pia President, kuna swala la kozi mpya hapa, kutakuwepo na kozi mpya. Naomba utuelezee kwa kifupi ili swala litakuwaje? Napenda pia kushukuru sana management ya chuo cha ustawi wa jamii chini ya mkuu wetu wa chuo Dr. Joyce Nyoni. Anajitahidi sana kuwa mbunifu pamoja na timu yake kuja na vitu tofauti tofauti katika kuhakikisha jamii yetu inakuwa katika hali salama.
Yes, napenda pia kuwafahamisha kwamba Februari mwezi wa pili kuanzia tarehe 23 mpaka tarehe 27, yes, Chuo cha Ustawi wa Jamii kimeandaa kozi fupi ya muda mfupi ya takriban wiki moja. Hii ni kozi ya kuandaa watu kabla na baada ya kustaafu, kupewa zile tips. Unajua kuna mambo ya vikokoto, how to manage money baada ya kustaafu au kabla ya kustaafu. Yes, kwa hiyo chuo chetu kimeandaa hiyo kozi. Kwa hiyo nawaomba sana wale watu wote ambao watakao tayari kujiunga na hiyo kozi wafike chuoni kwetu, Chuo cha Ustawi wa Jamii ambacho kiko hapa Bamaga Kijitonyama. Yes, kwa ajili ya kujisajili. Na hiyo kozi ni kozi ya muda mfupi tu. Mimi naamini kuna kitu watapata, kwa sababu naamini sana katika wakufunzi ambao tuko nao ndani ya chuo chetu. Ni wakufunzi mahiri sana. Ni vizuri. Sasa kwenye hiyo kozi ambayo inapaswa kutolewa, ili mtu aje kujisajili itabidi awe na vigezo gani ambavyo vinahitajika? Hakuna vigezo. Yes, kwa sababu tunatamani kila mtu afahamu yeye kesho na kesho kutwa hata staff wale wa private sector, wale wa public sectors, unafanya kazi lakini kuna muda wa kuretire. Sasa kabla hujaretire pale, hii kozi inakupa uelewa mpana wa how to manage money. Yes, kabla na baada ya kustaafu. Inakufundisha namna gani ya kuweza kujikwamua, umeona, kabla na baada ya kustaafu. Kwa hiyo mimi naamini kwa hizi skills, knowledge ambazo watakazozipata, umeona, zitawasaidia sana wale watu ambao wanatokea kwenye private sectors au na public sectors. Kwa hiyo waje tu wajisajili, yes, kwa fedha nafuu sana. Na kuna changamoto zipi ambazo pengine zilionekana kwenye jamii hadi Institute of Social Work ikaamua kuleta hii kozi fupi ambayo itafanyika kwa muda kama wiki mbili, kama ni wiki mbili? Wiki mbili. Changamoto zipo. Changamoto zipo kwa sababu kumekuwa na wimbi kubwa sana la malalamiko kwenye jamii zetu, hasa kwa watu wanaostaafu. Bana mzee bwana kastaafu bwana, kachukua pesa sio kaenda kuoa. Bwana mzee kastaafu bwana, kakimbia familia yake na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni sehemu moja hapo pia ya kuona namna gani tunaenda kuisaidia jamii ambayo inapitia changamoto kama hizo. Kwa hiyo wameliona hilo. Kwa hiyo katika hali ya kurescue ndo waka decide kuja na hii program kwa ajili ya kupunguza ili wimbi ambalo tunalisikia mara kwa mara la hawa wazee wetu ambao wanaelekea kustaafu. Kwa hiyo hii kozi inamsaidia mtu kufahamu kabla na baada ya kustaafu vitu gani vya kufanya, maandalizi gani yayafanye kufikia ule muda ambao atakaokuwa amestaafu. Sasa sio tena mtumishi wa serikali au wa shirika binafsi. Kwa hiyo kuna vitu vingi atajifunza kupitia hii kozi. Kwa na washauri sana watu wote wakaribie sana Chuo cha Ustawi wa Jamii. Watanzania taarifa wameipata na watafika. Sahihi kabisa. Lakini pia mbali na hivyo tuna kozi nyingine ambazo tunatoa kama nilivyosema awali. Chuo chetu kina campus mbili. Tuna main campus hapa Dar es Salaam, lakini tuna campus nyingine Mwanga kule Kilimanjaro, Kisangala kule. Yes, tuna kozi 9 chuoni kwetu, ambapo main campus hapa tuna kozi 8. Lakini ile kozi moja inaitwa Early Childhood Care and Development, ile inatolewa kule campus yetu ya Kisangala tu. Kwa huko Dar es Salaam tuna kozi ya Social Work kama ambavyo jina la chuo inavyosema. Lakini pia tuna kozi ya Labor Relation and Public Management, lakini inatolewa hapa kuanzia level ya certificate mpaka masters, ambapo masters tuna Labor Law, Arbitration and Mediation. Lakini kwa social work tuna certificate mpaka pia masters, ambapo tuna masters pia ya social work hapa chuoni kwetu NTA level 9. Lakini vile vile pia tuna kozi ya Business Administration ambayo inatolewa kwa level ya certificate mpaka level ya degree NTA level 8. Lakini pia tuna kozi ya Human Resource Management ambayo kozi hii inatolewa kuanzia level ya certificate mpaka level ya masters, ambapo kule masters tuna masters ya Strategic Human Resource Management. Hiyo tunayo. Lakini pia tuna kozi ya Conflict Management
and alternative dispute resolution, wale watu ambao wanatamani kusolve migogoro nje ya mahakama. Kwa hiyo course pia inawafaa. Lakini pia tuna course ya entrepreneurship and entrepreneurship pamoja na marketing. Yes, lakini pia tuna course ya counseling psychology. Yes, watu walikuwa wanaiulizia sana hii course. Unakuwaje chuo cha ustawi mnakosa course kama hii? Lakini kwa mwaka huu wa masomo 25 26 course hiyo ipo, inatolewa kwa level ya certificate mpaka level ya diploma. Lakini pia tuna course pia ya community work with children and youth. Hapa tunaenda kusoma vijana pamoja na watoto. Yes, tuna hiyo course kuanzia NT level 4 na maanisha certificate mpaka level ya degree. Kwa hiyo niwakaribisha sana chuo cha ustawi wa jamii Bamaga Kijitonyama. Yes, pia niwakaribisha kwa kule Kisangala. Yes, chuo chetu kina hostel za kutosha kabisa za kuaccommodate wanafunzi, lakini pia tuna mazingira pia ya michezo kama nilivyosema mwanzo, uweze kuweka mbali wanafunzi mbali na entertainment. Kwa hiyo tuna michezo, tuna sehemu za ibada. Yes, mazingira ni mazuri, tuna library. Yes, wakufunzi wako wa kutosha. Kwa hiyo karibuni sana chuo cha ustawi wa jamii. Sisi tumeshakaribia tayari. Ndio. Ya mtazamaji wa Student Connect, na kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tukuifuatilia Student Connect kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia usisahau kulike, kucomment, kushare video zetu, kutufollow pamoja na kusubscribe YouTube channel yetu. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya jambo la maana tena sana. Mimi naitwa Miken M. Bye.